Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, tarehe 3 Februari kila mwaka Mama Kanisa hufanya kumbukumbu ya Mtakatifu Blasi. Mtakatifu Blasi alikuwa askofu wa Sebaste, ambayo kwa sasa ni nchi ya Armenia, mnamo karne ya 4. Kabla ya kuwa askofu alikuwa daktari. Anakumbukwa kama shahidi wa imani, ambapo alikufa kwa ajili ya Kristo. Kila tarehe 3 Februari kanisa hufanya riti ya baraka ya koo, ambapo riti hii hufanywa kama tendo la imani katika uponyaji wa koo na magonjwa ya mwili, likiangazia katika muujiza unaohusishwa na Mtakatifu Blasi aliyeokoa mtoto aliyekuwa anakufa kwa sababu ya mfupa uliokwama kooni. Baada ya mama yake kumwomba msaada, Askofu Blasi alimwombea na mtoto huyo akapona kwa njia ya sala ya Mtakatifu Blasi. Inasemekana kuwa sala hiyo iliambatana na mtoto kuguswa na mishumaa miwili inayowaka iliyo katika umbo la msalaba, ambayo Askofu Blasi alimgusisha mtoto huyo shingoni, ikiashiria nuru ya Kristo inayotulinda. Msalaba wa Kristo, chanzo cha uponyaji wa kweli, kama Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili alivyoeleza katika moja ya homilia yake siku ya tarehe 3 Februari katika kumbukumbu ya Mtakatifu Blasi. Hivyo riti inayofanyika kanisani kila tarehe 3 Februari, baraka ya koo kwa waamini, ni kielelezo cha imani hai, sio ushirikina. Ipo miujiza mingi iliyothibitishwa kwa wengi waliopona kutokana na baraka hii. Wengi walioomba maombezi ya Mtakatifu Blasi na wakapona magonjwa ya koo pamoja na magonjwa mengine ya mwili. Mfano, miujiza mingi imethibitishwa Maratea, Italia, ambapo masalia yake Mtakatifu Blasi yanapohifadhiwa, lakini pia katika nchi ya Kroatia ambapo huadhimishwa na ni sehemu ambayo pekee duniani ibada huadhimishwa mara nyingi mno, na wengi hukimbilia maombezi ya Mtakatifu Blasi. Tumwombe Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Blasi, ili ile baraka tunayopokea kwa njia ya baraka ya koo tuonje upendo wa kanisa kwa afya ya waamini wake. Tumsifu Yesu Kristo.